Alhamisi. Moja kwa moja tuelekee kaunti nambari 3 kwake Francis Mtalaki akifuatilia matukio hayo kutoka kaunti ya Magarini. Mtalaki. Salama Swale kutoka maeneo haya eneo bunge la Magarini. Tuko katika taasisi ya kiufundi ya mapimo ambapo hapa ndipo shughuli nzima itakuwa ikifanyika hasa katika siku ya Alhamisi wakati wa kuweza kuhesabu kura na kuweza kumtangaza mshindi wa kipute hiki cha Magarini. Na hapo awali pia tume ya IEBC imeweza kusema nasi na kuweza kufuatilia kwa karibu maandalizi ya uchaguzi mdogo huu wa eneo hili na kuweza kusema kwamba tayari wapo tayari kwa kipute hiki. Kuna maandalizi yameshika kasi. Kando na hiyo pia tumeweza kushuhudia baadhi ya taratibu ambazo zimeweza kufanyika hapo awali, ikiwemo baadhi ya maafisa ambao watakwenda kushughulikia zoezi hili kuweza kutia saini kandarasi kuhusiana na shughuli hii nzima ili kuweza kufuata maadili ambayo yanapaswa. Na kwa sasa kile ambacho kinaendelea pia ni baadhi ya maafisa hawa unaweza kuwaona hapa mbeleni pia wakiweza kuainisha baadhi ya zile kandarasi wamekwisha tia kuhakikisha kwamba wanakwenda kufuata maadili. Manake hapo mbeleni walikwenda kuambiwa kwamba la nishati waweze kufuata baadhi ya kanuni, jinsi waliweza kupokea mafunzo na kuweza kuhakikisha kwamba kwa sasa yale tetesi ambazo ziliweza kutokea hapo jana wakiweza kuarifiwa na kuweza kuonywa kwamba yeyote atakayehusika na masuala ya wizi wa kura au utovu wa maadili basi watakwenda kuchukuliwa hatua kali. Ni baadhi tu ya maafisa hawa ambao wamesalia hapa. Baadhi yao Swale wamekwisha ondoka na kuelekea katika maeneo ya kupigia kura. Jumla ya vituo 193 vipo hapa katika eneo hili la Magarini na vitakuwa vinahusika sana katika masuala ya upigaji kura. Na kuu zaidi, watakapomaliza shughuli hii wataelekea katika vituo vya kupigia kura. Moja, kuweza kupanga hali halisi ya kuhakikisha kwamba ni wapi wapiga kura watakuwa wanapiga kura, ni jinsi gani, kama ni madarasa katika shule fulani yatakuwa yanapangwa namna gani, taratibu. Alafu hapo kesho pia watarudi hapa tena ili kuja kuweza kuchukua vile vijisanduku vya kupigia kura na kuondoka navyo na kuelekea navyo vituoni, kuhakikisha kwamba siku ya Alhamisi wakazi zaidi ama wapiga kura zaidi ya 80,000 kutoka eneo bunge hili la Magarini watakapofika watapata kila kitu kishwari. Kwa hivyo ndio hali halisi katika eneo hili na tunazidi kufuatilia kwa karibu tu kuhakikisha kwamba kile ambacho kinajiri katika eneo hili watazamaji wetu pia wataenda kupata kwa njia iliyo sawa. Na kuna jumla ya wagombea 10 ambao watakuwa wanamenyana siku ya Alhamisi na shughuli hii nzima inafuatiliwa kwa karibu. Maafisa wa polisi Swale tumeona hapa, vitengo vya usalama wakiwa hapa wakionyesha tu kwamba ile wanafanya kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba kile ambacho kinafanyika hapa pia kinafuatwa kwa karibu. Na pia maafisa wa tume ya IEBC wakisema kwamba wanashirikiana kwa karibu na vitengo vya usalama kuhakikisha kwamba endapo kutakuwa na shughuli tatizo lolote mabugdha ya aina yoyote basi wataweza basi kulishughulikia swala hili. Lakini kwa sasa wanasema kwamba tayari wamekwisha kamilisha, zile zinabaki tu ni hatua za mwisho tu kukamilisha shughuli hii nzima. Na ukiweza kuona idadi iliyosalia hapa ni wachache mno ili kuhakikisha kwamba zoezi hili limeweza kukamilika. Na tutazidi pia kufuatilia kwa karibu hapo kesho jinsi matukio haya yatakuwa yanaendelea na pia kuwajuza watazamaji wetu. Na hapa tulipo basi ndio kesho tunataraji wale wagombea 10 watakuwa kufika hapa pia pamoja na maajenti wao watakuwa wanapewa zile hatua za mwisho na taratibu ambazo zinahitajika basi kuweza kukamilisha zoezi hili tayari kwa siku ya Alhamisi ambapo wapiga kura wanatarajiwa basi kuweza kufika hapa kana vituo mbalimbali ili kuweza kupiga kura. Kwa hivyo na kuregesha kwa Swale, lakini hapa tulipo tunaendelea tu kufuatilia matukio haya jinsi maandalizi yalivyo kwa sasa, na tume ya IEBC ikisema kwamba tayari wapo tayari kwa uchaguzi mdogo wa Magarini. Kwako Swale. Mtalaki kutoka Magarini, kaunti nambari 3 huko Kilifi. Sasa